Mimi kwa jina naitwa Mahmoud Mohamed Musa, ni mstahiki meya wa jiji la Zanzibar. Lakini leo ujio wangu hapa katika shughuli hii, nimekuja kama ni board member wa African Tourism Board, na nimefika hapa kwa sababu ya kuwakaribisha ndugu zetu hao kutokea nchi za Russia na maeneo ya karibu yake. Na wageni wetu hawa wamekuja Zanzibar leo kwanza kuja kujionea Zanzibar yenyewe ikoje. Wao wamekuwa wakisikia tu katika vyombo mbalimbali vya habari baadhi yao, lakini kuja kujionea na yale mambo ambayo yanasajikana katika dunia kwamba Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuna matatizo ya hapa na pale. Kwa hiyo wamekuja kujionea wenyewe, na nashukuru kwamba ujio wao umeenda sambamba na kauli ambayo ilikuwa tumeitoa. Bado ilikuwa tunatarajia kuwa na wageni leo karibu wageni 85. Lakini mpaka sasa hivi tuna wageni karibu 40 tuna kidogo. Wengine walishindwa kuja kwa sababu ya hofu ambayo walikuwa natiana wenyewe kwa wenyewe huko, kutokana na mitandao ya kijamii namna inavyorusha taarifa juu ya hali ambayo iko Zanzibar. Mimi nipende kuchukua nafasi hii kama mjumbe wa bodi ya Afrika kuwafahamisha kwamba Zanzibar ni salama na iko salama na itaendelea kuwa salama. Shughuli zetu zinaendelea kama kawaida, hatuna tatizo lolote, watu tunaishi kwa amani, kwa upendo, na shughuli zote zinaendelea, hakuna ambacho kimesita. Kama sasa hivi unavyoona hapa katika eneo letu hili la hoteli yetu hii ya Blue Oceans, tayari tunao baadhi ya wajumbe ambao wamefika katika kikao toka asubuhi, tunakwenda nao hapa na pale, lakini wengine wamejitokea na wamekwenda kutembelea maeneo mbalimbali ya Stone Town na maeneo mengineyo ili kwenda kujionea. Na kwa bahati nzuri wako ambao walirejea hapa na kusema kwamba mbona hawakuona aina yoyote ya tatizo ambayo imejitokeza katika mji wa Zanzibar. Na leo hapa katika mkutano wa hawa wageni ambao walikuwa wamekuja hapa, wamekuja kwa sababu ya kuja kuangalia fursa ambazo wanaweza kuzitumia katika masuala ya utamaduni, masuala ya biashara, masuala ya uwekezaji na masuala mengine yanayohusiana na masuala ya mind na kila kitu. Sasa vitu vyote hivyo, na bahati nzuri katika ujio wao tumewatayarishia watu wa Zipa, wamekaa nao wanazungumza na watu wa utalii pamoja na watu wengine wote ambao wana taasisi mbalimbali ndani ya Zanzibar yetu. Kila mmoja amenufaika kuona amepata watu ambao ni right person kuweza kuzungumza nao, kuulizana nao maswala na hatimaye kufikia malengo ambayo tunayakusudia. Miongoni mwa watu ambao karibu 16 ambao wamezungumza na hawa watendaji wetu katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunao karibu watu 9 wamekwisha kuahidi kuweza kuwekeza ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar. Utepe ule tulikuwa tumeukata leo ni kuwakaribisha ndugu zetu wa Urusi kuja kuanza kuinvest katika visiwa vyetu vya Zanzibar kwa hali zao na kwa namna ambayo kwa mambo wanayohisi wao yatakuwa mazuri na sisi kwetu tunayakubali. Основатель и учредитель форума «Новая эра» и международной глобальной премии «Золотая колесница». Good afternoon, dear friends. My name is Albert Zhukov. I'm founder and organizer of the forum New Era and also owner of the premier Golden Chariot. Я, во-первых, хочу поблагодарить руководство страны. Я хочу поблагодарить наших партнеров, компанию «Африкан». Я хочу от всей души поблагодарить мэра Занзибара за поддержку. Благодаря им мы собрали здесь представителей народов самых разных стран, из многих стран мира, для того, чтобы обсудить наиболее важные проблемы по самым разным направлениям. Это образование, это наука, это бизнес. Вот. И самое главное, что... First of all, I would like to thank the government of Zanzibar, especially Mayor of City of Zanzibar, Mr. Mahmoud, and also my strategic partner, the company Africa, who has supported our ideas, and the forum is giving us a platform and opportunity to discuss the different spheres like education, science, innovation, and etc. Naitwa Msimwenyi Ramadhan, ni mkurugenzi kutoka taasisi ya uwekezaji Zanzibar, Zipa. Nipo katika mkutano huu wa New Era World Forum kwa ajili ya kutoa uelewa, lakini pia kutangaza opportunity mbalimbali ambazo zipo Zanzibar kwa ajili ya wafanya biashara, lakini pia wawekezaji ambao wamehudhuria katika mkutano huu, ambao wamehudhuriwa na takriban watu kutoka taifa la Russia, lakini pia kutoka Uturuki na nchi nyingine nyinginezo ambazo wameattend katika mkutano huu wa wafanya biashara leo hii hapa katika hoteli ya Blue Ocean.
Nimechukua nafasi hii kwa ajili ya kuweza kutangaza na fursa mbalimbali ambazo zipo Zanzibar. Kwa vile ZIPA ndiyo mamlaka ambayo imepewa nafasi ya kuweza kutangaza nafasi hizi kwa wafanya biashara, lakini pia kwa investor mbalimbali ambao wana attend kuweza kufanya biashara zao na kufanya investment hapa Zanzibar.